inayotajwa sana kuifuatilia saini ya Faisal Salum ni pamoja na klabu ya Simba. Je, endapo sasa klabu hiyo itafanikiwa, maana yake ujio wa Faisal kuna nafasi ya mtu atakwenda kuathirika pale. Either ni Clatous Chama au ni Anicet Yaura. Aula haiwezekani kwa sababu Aula anacheza kwenye mapana ya uwanja. Kwa Chama inawezekana kwa sababu eneo la Faisal ndio eneo la Chama. Of course itaathirika, lakini kingine itakuwa ni hakuna mwalimu ambaye apende kufanya kazi na wachezaji ambao ni bora, kwa sababu ukiwa na watu ambao ni bora yani gala lako la silaha linakuwa lina option nyingi bwana. Vita hii wacha nenda na kisu cha mkunjo, vita hii wacha nenda na kibomu cha kung'ata, vita hii wacha nichukue mjegeja, vita hii wacha nichukue AK47. Kwa unakuwa una option nyingi. Unadhani ni ngumu ama rahisi kwa kiasi gani? Kwa sababu Simba sasa hivi X factor ni Chama. Kuna ugumu ama urahisi kwa kiasi gani kucheza na wachezaji wa aina hiyo kwenye timu moja? Chama na Faisal. Ni timu kwenda kukosa balance. Lakini sijui itakuwaje, lakini ni kitu kigumu kwa sababu nafikiria kwa sababu kama unampanga Faisal katika eneo la namba 8 bado timu itakuwa wiki kwenye kufanya marking. Unajua mzigo mkubwa utamwangukia Kagoma. Labda na midfield wengine ukabaji ambao wataenda kusajiliwa, kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji pia lazima waondoke pale ili hao wengine waweze kuingia. Kwa hiyo mimi nafikiri mwenye majibu alionyoa kabisa anakuwa ni Steven Becker. Yes. Juma Shabani, kwa upande wako? Ni kamali nzuri kwa upande wa Simba kama watafanikisha hiyo deal. Nilikuwa naangalia profile ya Clatous Chama hapa. Amezaliwa tarehe 18 ya mwezi wa 6 mwaka 1991. Ana miaka 35 mpaka sasa hivi, si ndio? Kwa mchezaji mwenyeji ya miaka 35 na kile ambacho kwenye ligi anaweza akakupa hiyo hata kwa msimu unaofuata. Ile performance ambayo ametupa season hii kuelekea season inayofuata pia kwenye upande wa ligi Chama anaweza akakupa hiyo anaweza akakupa hiyo performance. Lakini tunapoenda kwenye mashindano ya CAF Champions League ambayo yanahitaji intensity, yanahitaji kasi, IQ kubwa pia, Chama kuna baadhi ya mechi unamuona anapelea kwa kiasi kikubwa. Nadhani tulimuona kwenye mashindano ya kombe la shirikisho akiwa na Singida, si ndio? Namna gani ambavyo kuna sehemu nyingi alikuwa afiki kwa kutokana na eje ambayo yuko nayo. Lakini inamfanya pia mwalimu kuwa na wachezaji wengi ambao wenye uwezo wa kiufundi zaidi, kwa maana technical ability, kwa kuanzia namba 8 mpaka namba 6, ili kumfanya Chama acheze katika eneo dogo zaidi, kumrahisishia sasa hiyo kazi yake isionekane kwenye eneo kwamba anapoa kwa kiasi kikubwa. Sometimes wachezaji hawa ambao mara nyingi huwa ni talented, mara nyingi kwenye swala linapokuja kwenye swala la kasi, swala la marking, mara nyingi Mwenyezi Mungu amewanyima sana hicho kitu. Kwa mfano, hata ukiangalia mechi ya Portugal dhidi ya Spain, si ndio? Wakati yuko Vitinha, pasi Spain walikuwa wanapiga pasi fupi, yani walikuwa wanapiga pasi fupi kwenye maeneo madogo. Yes, ambapo Vitinha tulikuwa tunamuona pale katika eneo la katikati namna ambavyo alikuwa anakata ule umeme. Mwalimu baada ya kuona muda unaenda alafu apate matokeo, aliopti kumtoa Vitinha na kumweka nani? Bernardo Silva. Eneo hilo ambao tulikuwa tunamuona Vitinha alikuwa akilihudumu, ilipigwa pasi moja tu ambayo Bernardo ilimshinda kufanyaje kuweza kuifanyia marking. Kwa hiyo Chama amekuwa na hiyo weakness. Akiwa na mpira nadhani amekuwa ni mchezaji hatari, anaweza akafanya maamuzi yote katika moment ambayo yeye muitarajii. Na Chama mara nyingi huwa aendi na mdundo wa mashabiki. Pasi ambayo unajua kwamba Chama atakuwa ipige pale, pasi inaweza ikapigwa hapa, yani wewe mwenyewe kwamba inaku fantastic. Yani huyu kwamba ni mchezaji wanasema, yani ile ya slogan ya Dumbia, mchezaji wa mwaka wa mbele, ndio ilipaswa hiyo kwa upande wa Clatous Chama. Lakini Chama ambaye naimuona anafiti zaidi kwenye upande wa ligi. Kuna mechi ambazo zinahitaji maamuzi, zinahitaji intensity ya kutosha. Mimi nadhani hapo ndipo unapomhitaji nani? Faisal Salum kwenye kwenda kuamua maamuzi zaidi. Lakini tukumbuke Faisal huyu ana umri wa miaka 29. Si ndio? Hichi ambacho Chama anachotuonyesha, Faye anaweza akatuonyesha kwenye hiyo miaka 35 ambao Chama ambao yuko nayo, kwa sababu hamna kitu kizuri kwa mchezaji mwenyeji kama Clatous Chama, si ndio? Bado yupo kwenye hiyo piki. Ambapo ukiangalia wakati alivyoenda Young Africans, yeye ndo alikuwa anaonekana kuwa ni mchezaji mkubwa. Khalid Aucho unamzungumza kwenye miaka 32. Ambao sasa hivi tukija kwenye uhalisia
Alidi inaonekana amezeeka kuliko nani? Kuliko Chama. Clatous Chota Chama. Na huyu kila siku anafanya mazoezi. Hamna mchezaji ambaye analindwa na mazoezi kama Khalid Aucho. Lakini kwenye game ya ushindani, game inayohitaji intensity, sasa hivi Khalid Aucho huwezi kumuona akipambana kwenye. Unajua mpira wa Tanzania ni vichekesho. Ngoja kuna kitu nikwambie. Mpira wa Tanzania ukicheza Simba na Yanga, ukienda timu nyingine wewe umezeeka ujue. Lakini ukitoka timu nyingine hizo ukiitana Simba na Yanga, wewe ni kijana. Utafanywa promotion, umezaliwa upya. Tuliambiwa sisi Chama afai, shughuli imeisha kaka. Tuliambiwa sisi. Leo Chama na magoli ya bicycle kick anafunga. Kwa sababu unajua kuna magoli huwezi kufunga, unategemea na umri wako. Bicycle kick kaka, utavunjika nyonga. Watu ndio shughuli yako inaisha hapo. Bwana, kuna usajili mmoja nitamani tugusie kidogo hapa, usajili wa Chamu Karabwe ambaye ametambulishwa rasmi na klabu ya Al Talaba, klabu ambayo anaichezea Simon Msuva, nyota wa timu ya taifa ya Tanzania. Aliyekuwa anaichezea sasa kishamaliza nao mkataba. Yes. Ni Iraki. Iraki. Yes, mimi nafikiri unajua kwa age za hawa wachezaji na kwa muda uliobakia, wacha wakaokote tu. Kwa nini wakaokote? Ni klabu yenye daraja dogo zaidi. Sio daraja dogo. Sasa mbona unasema wakaokote? Kwani na nyota wetu wa timu ya taifa alipita. Msuva anachokifanya kwa sasa hivi anafanyaje? Msuva anaokota. Kwa maana ligi haina ushindani. Sio haina ushindani, anaokota. Na ndio maana Msuva msimu miwili. Kwa timu 4 kawaida. Sio mashaka. Msuva sasa hivi mkataba wake kaka miezi 6 mwaka. Manake nini? Anababaisha. Labda tumsaidie kitu kimoja Betha. Umeona anachokifanya Fiston Maele? Ana upgrade, kwa maana ligi anazocheza ni ligi zenye ushindani, si ndio? Unaziona katika namna zinavyozungumzwa. Miongoni mwa vitu ambavyo UEFA pia anapambana kuifanya ligi ya Saudi walau itoe hata timu moja au timu mbili ambazo zije zishiriki kwenye UEFA Champions League. Saudia sio bara la Ulaya, lakini kuna potential ambao wameiona ambao iko pale, si ndio? Jana ilikuwa kinazungumzika pia, wanasema baada ya Ureno pia kutoka hata mapato pia nini zile gate collection pia zimefanyaje? Zimepungua. Unaiona hiyo athari ambayo baada ya Ureno kuweza kufanyaje? Kuweza kuondoka kwenye mashindano ya kombe la dunia. Iraki ni moja kati ya Iraki, si ndio? Iraki huko ni moja kati ya mataifa ambayo kiusalama bado hajawa shwari. Yaani mimi toka mimi nakuwa na kisikia hicho kitu kwamba kwa mzee Saddam Hussein. Yes, yani zungumza tumuona mungunya mzee wangu. Umeelewa? Yaani toka nakuwa yani kuna hayo machafuko ya kivita kama vile unavyoona Sudani, Somalia, umeelewa? Libya. No, Libya angalau. Sawa angalau, yes. Lakini muda wote Kongo. Unaona namna ambavyo unaambiwa mara ligi imesimama kwa miezi miwili. Ndicho ambacho kinachotokea kwa upande wa kule. Hatujaiona pia kwenye kombe la dunia pia. Ni kwa sababu ya nini? Ni kwamba hawana hiyo quality. Hawana wachezaji ambao wanaweza wakaifanya timu yao ya taifa kwenda kwenye mashindano makubwa ya kombe la dunia. Kwa hiyo hata ambapo alipo Chamu, ingekuwa kwa mfano labda ameenda kwenye ligi za Libya at least, kwa sababu tunaona kuna hiyo improvement kuanzia msimu uliopita, na aina wachezaji ambao wamewatoa kwenye ligi ya NBC, wengine kina Azizi wapo kule, tunaona kwamba kuna future ambao wanaenda nayo, lakini kwa ligi ya Iraki bado. Yani kula anaenda tu kwenda kujitengenezea tu maisha yake ya baadaye. Tukiamia kwenye upande wa kimataifa, Bwana Abdul Mkenge